Lugha ya Kiswahili imezidi kupaa na kutanda mawanda yake ulimwenguni na kutambulika kuwa lugha ambayo haitowahi kutokomea duniani. Leo mashabiki na wakereketo wa lugha hii adhimu waliungana mjini Paris, Ufaransa kuadhimisha siku ya lugha ya Kiswahili duniani kutoka kila pembe. Walakini maguru walijitolea kukilea Kiswahili nchini Kenya wamelalamika kutelekezwa kwa lugha hii, wakidai kuwa kulemaa kwake kunadhihirisha uhaba wa uzalendo miongoni mwa viongozi husika, hususan walio mamlakani. Mwanahabari wetu Ruga Ival ana maelezo ya kina. Ni awamu ya 5 ya maadhimisho ya siku ya lugha ya Kiswahili duniani kama ilivyoratibiwa na shirika la elimu na sayansi chini ya Umoja wa Mataifa UNESCO. Kwa mantiki hiyo, lugha ya Kiswahili kizidi kutamba sio nchini Kenya pekee bali hata katika mataifa ya Ulaya. Maadhimisho ya mwaka huu yakifanyika jijini Paris, ila katika kunyanyasa Kiswahili, kukuza Kiswahili, kudharau Kiswahili na kudhalilisha Kiswahili, tunajidhalilisha wenyewe. Kwa hivyo tumepotoka sana. Guru Ustadh Wala bin Wala anatia doa uwekezaji katika lugha ya Kiswahili nchini Kenya, akifichua kuwa Kenya imesalia nyuma katika maadhimisho muhimu kama haya. Hakuna mtu unaoanguka bila nyenzo, na wala hakuna chombo chochote baharini kinachosafiri bila nahodha, bila dira na bila mwelekeo. Kila kitu kwa utaratibu wake na mpango wake. Ndugu zetu wa Tanzania wameenda kule kwa sababu ya mpango na mpangilio kutoka nchini. Tena hawakuenda kwa hela zao, wamedhaminiwa na Wizara ya Utamaduni na Michezo. Hata hivyo, Kiswahili kimesifiwa kwa kutumika kama kitega uchumi katika tasnia mbalimbali. Sisi hapa kama shirika la Nation Media Group NMG kwa miaka 67 tumekuwa mstari wa mbele. Kumbuka gazeti la Taifa Leo ndo gazeti kongwe kabisa la kumudu Kiswahili, linasomwa na kupendwa, kuenziwa si Kenya peke yake, Afrika Mashariki na Afrika nzima kwa ujumla. Ijapokuwa Kenya imesajili kabisa Kiswahili kuwa lugha ya taifa, wachache mno wana uwezo wa kukizungumza kwa ufasaha. Hawezi kunikidnap today. Jesus! Kukiwa na mtu anaweza kunisaidia na Swahili sanifu, comment tu. Wakati raia wa mataifa kama vile Uchina na Japani wanajizatiti kwa hali na mali kukimanya Kiswahili, habari za alasiri ni xiao hao. Je, wameona nini ndani yake? China si kwaitu, kwa hivyo hatuendi. Isitoshe, Kiswahili kimependekezwa kutumika kuwa lugha unganishi barani Afrika, kipindi ambacho Afrika inajishikashika kuungana kupitia lugha itakayofaa kupiga hatua kiuchumi, kibara na kiutawala dhidi ya minyororo ya sera za mkoloni. Na haja yoyote ya mwanariadha wetu wa kutoka hapa Kenya kwenda kutaabishwa na Kiingereza baada ya kushinda medali ima ni fedha au dhahabu kule nje. Akizungumza Kiswahili ambayo ni lugha yake, atapata mtafsiri na mkalimani ambaye atafasiri katika lugha ya Kiingereza, Kihispania, na hapa anaweza kuwa amewaajiri watu 10 kwa ushindi wake huo yeye mtu mmoja. Lakini kwa sababu ya thamani na uzalendo wetu kuwa chini, tunatelekeza nafasi nzuri kama hizi. Wabunge wa Kenya wakiendelea kusuasua kuhusu matumizi ya lugha hii yenye mnato bungeni, tofauti na wenzao wa Tanzania. Tangulini katika mbio za farasi, Kombe amekuwa mshauri. Sasa hivi sio tu makomando wale wanaovunja matofali na vitu vingine, watapigwa na drone. Makomando wamsiweza kupigwa na drone 3 tu. Aidha, wadadisi wanazidi kudokeza kuwa kuna haja ya kuunda mifumo ya kiunde inayotambua na kuunga mkono matumizi ya lugha ya Kiswahili kadri tu teknolojia inavyoendelea kukua. Tusikitumie kama chombo pia cha kuleta uzembe, kwamba tutumie kama chombo ambacho kinatusaidia kufikia malengo yetu katika tafsiri, lakini vile vile tuelewe muktadha wa matumizi ya maneno ambayo yanafanya nini, yanatumika. Ama kweli maskini na mwanawe, tajiri na mali yake, Mswahili na Kiswahili chake. Ndicho kilio cha Mswahili kila siku, ya kuwa kila siku Kiswahili kizidi kudumishwa, leo, kesho na hata milele. Heri ya siku ya Kiswahili duniani. Ruga Ival, NTV. Asante sana Ruga kwa taarifa hiyo. Bila shaka tunazidi kukienzi Kiswahili. Ruga hii ashrafu lugha ya Kiswahili.